sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe 23 Disemba, juma la 4 la kipindi cha Majilio, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Malaki sura ya 3 aya ya kwanza hadi aya ya 4 na sura ya 4 aya 5 hadi aya ya 6, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya kwanza aya 57 hadi aya ya 66. Karibu tusikilize Injili. Ikawa siku ya kuzaa kwake Elizabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemuongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohane. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyo kumwita. Akataka kibao, akaandika ya kwamba jina lake ni Yohane. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa, na ulimi wake pia ukaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao. Na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima ya Uyahudi, na wote walioyasikia wakayaweka mioyoni mwao, wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpenzi msikilizaji, ninakualika tutafakari pamoja mambo makuu matatu yanayopatikana katika Injili. Jambo la kwanza, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Jambo la pili, kuzaliwa kwake na mama aliyekuwa tasa. Na jambo la tatu, ububu wa mzee Zakaria uliisha ghafla kama vile ulivyokuwa umeanza ghafla. Jambo la kwanza, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Hilo ni swali la kawaida katika watu wanapomuona mtoto mchanga aliyezaliwa. Yamkini swali hilo ni swali lililoulizwa zamani wakati ulipozaliwa au nilipozaliwa. Ni swali pia lililoulizwa na kushangazwa na watu alipozaliwa Yohane Mbatizaji, alipopewa jina lisilotazamiwa na ndugu na watu pia. Wanashangaa zaidi wanapomuona mzee Zakaria anaandika jina ambalo pia Elizabeti ametaja, maana walitarajia labda ataandika jina ambalo linajulikana na kutambulikana na ndugu zao. Mzee Zakaria anampa mtoto wake jina lililotajwa na malaika, kwa kuwa jina huonyesha wito na kazi atakayoifanya mtoto huyo. Baadaye na kweli tunaona Yohane Mbatizaji alifanya kazi kubwa ya kutengeneza njia ya Bwana, na hata mwishowe anakuja kufa kifo cha kukiri na kutetea ukweli kwa kuhubiri habari njema kwa matendo, kwa kukatwa kichwa chake. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 14 aya ya kwanza hadi aya ya 12, na Injili ya Marko sura ya 6 aya 17 hadi aya ya 29. Tujiulize, je, mimi na wewe jina tulilopewa tunaishi kwa kadri ya mwito na kazi inayoendana na jina hilo? Hapa tunaalikwa kuwapatia watoto majina mazuri
na yenye maana nzuri, na pia kukiri imani yetu kwa matendo kama Yohane Mbatizaji. Na jambo la pili, kuzaliwa kwake na mama aliyekuwa tasa. Yohane Mbatizaji alizaliwa na wazazi wenye umri ambao wazazi hawawezi kupata mtoto. Zakaria na Elizabeti walikuwa watu wa imani waliojua ya kwamba maisha yao yapo mikononi mwa Mungu, nao hujielekeza kwake na kumtegemea Mungu kwa kila jambo. Hali hii haishi kwa urahisi, bali ni kama tunda la uvumilivu na bidii za dhati kwa lile jambo unaloendea. Mtakatifu Robert Bellarmine anaeleza vizuri anaposema, kile ambacho ni hitaji la kila siku ni sharti kitafutwe kila siku, yaani kuwa na mwendelezo katika jambo tunaloliendea, au kutegemea au hatua moja au ndogo ya mwanzo ina mafanikio makubwa katika kukamilisha hatua ya mwisho. Hayo ndo yalikuwa maisha ya mzee Zakaria na Elizabeti. Hitaji lao lilikuwa ni kumtafuta Mungu pasipo kukata tamaa, haijalishi ni changamoto au watu wanasemaje, bali walijikabidhi kwa Mungu atoaye kila kitu kwa wakati wake, na hivyo Mungu anawajibu ombi lao kwa wakati wasiotarajia, kwa kuwa hawakukata tamaa katika kuomba. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 aya 17 na aya ya 18. Mtume Paulo anasisitiza kuomba bila kukoma na kushukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Hapa tunajifunza kuwa lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya ya 37 na sura ya 18 aya ya 27. Na jambo la mwisho, ububu wa mzee Zakaria uliisha ghafla. Katika Injili tumesikia Zakaria alipoandika kuwa mtoto ataitwa Yohane, na mara midomo na ulimi vikafunguliwa. Je, Zakaria alizaliwa akiwa bubu? Hapana. Kumbuka, Zakaria alikuwa ni kuhani. Hivyo alipokuwa akifanya kazi za kikuhani, alipokuwa akifukiza uvumba, malaika wa Bwana alimtokea akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohane. Zakaria hakusadiki hayo aliyoambiwa na malaika, hivyo akawa bubu kwa sababu ya kutokusadiki kwake. Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya 8 hadi aya ya 25. Hapa tunajifunza mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, hatuwezi kumtukuza au kumsifu Mungu huku tumejazwa na hofu au mashaka. Maana kuwa na shaka ni kuwa na nia mbili au zaidi, na hivyo unakuwa una sita. Mungu hawezi kutupa tuombao tukiwa na wasiwasi. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Wayakobo sura ya 1 aya 5 hadi aya ya 8. Maana hatukuumbwa na roho ya woga, bali roho ya ujasiri, upendo na kiasi. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 1 aya ya 7. Na mwisho, ulimi unaweza kubariki au kulaani, maana mauti na uzima vimo katika ulimi wa mtu. Rejea kitabu cha Mithali sura ya 18 aya ya 21. Mashaka au hofu na ulimi vilimfanya Zakaria awe bubu mpaka mpango wa Mungu ulipotimia, ndipo midomo na ulimi vilifunguliwa. Mimi na wewe, ulimi unanena baraka kwa watu au unalaani?
au kukatisha tamaa? Tunapokaribia kusherekea sherehe ya kuzaliwa kwa Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi, tuandae mioyo yetu katika hali ya usafi kwa kufanya toba na kujipatanisha na Mungu na watu wanaotuzunguka. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Moses Faustin Juni wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Neno la Bwana Yesu Kristo ni njia ya wokovu wetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha.